Katika ulimwengu wa leo, nguvu ya kijeshi inaendelea kuwa moja ya vipimo vikuu vinavyoamua ushawishi wa taifa kimataifa. Mataifa mengi yamewekeza kwa kiwango kikubwa katika teknolojia ya kijeshi, hasa silaha zenye nguvu kubwa kama vile silaha za nyuklia, makombora ya masafa marefu na manowari ya nyuklia, ndege za kivita na za kizazi cha 5 na mifumo ya ulinzi wa makombora. Ni muhimu kufahamu kuwa kumiliki silaha zenye nguvu si tu swala la vita, bali pia ni mkakati wa kujilinda, kuzuia mashambulizi na kuimarisha nafasi ya taifa katika diplomasia ya kimataifa. Ifuatayo ni uchambuzi wa kina wa mataifa 10 yanayoongoza kwa kumiliki silaha zenye nguvu duniani kwa kuzingatia uwezo wa nyuklia, teknolojia za kijeshi na nguvu za jumla ya jeshi. Taifa la kwanza lenye nguvu duniani ni Marekani, United States of America. Marekani ndiyo taifa lenye nguvu kubwa zaidi kijeshi duniani. Ina mojawapo ya hifadhi kubwa zaidi ya silaha za nyuklia pamoja na teknolojia ya hali ya juu zaidi ya kijeshi. Nguvu zake kuu: 1, ina idadi kubwa ya viwanja vya nyuklia na makombora ya masafa marefu na manowari ya nyuklia zinazoweza kubeba makombora. Wana ndege za kivita za kisasa kama F-22 na Raptor F-35. Wana bajeti kubwa zaidi ya kijeshi duniani. Marekani pia ina mtandao mpaka wa vituo vya kijeshi kote duniani, jambo linalofanya kuwa na uwezo wa kuingilia haraka migogoro ya kimataifa. Taifa la pili lenye nguvu duniani ni Urusi. Urusi ni mojawapo ya mataifa mawili yenye hifadhi kubwa zaidi ya silaha za nyuklia duniani. Imedisi sehemu kubwa za nguvu za kijeshi iliyokuwa Umoja wa Kisovieti. Uwezo walionao: ina hifadhi kubwa sana ya silaha za nyuklia. Wana makombora ya silaha kama RS-28 Sarmat. Wana mfumo wa makombora ya hypersonic na wanajeshi kubwa la ardhini na wana manowari ya nyuklia pia. Urusi imewekeza sana katika silaha za kisasa zinazoweza kupenya mifumo ya ulinzi ya makombora ya nchi nyingine. Taifa la tatu lenye nguvu duniani ni China. China imekuwa kwa kasi sana katika sekta ya kijeshi ndani ya miongo miwili iliyopita. Leo hii ni moja ya taifa lenye nguvu kubwa zaidi kijeshi duniani. Sifa zake: China ina hifadhi ya silaha za nyuklia inayoongezeka na wana makombora ya masafa marefu na ya hypersonic. Wanajeshi kubwa zaidi kwa idadi ya wanajeshi. Wana ndege za kivita kama J-20. Wanajeshi la majini linalokuwa kwa kasi. China inalenga kuwa na nguvu kuu kijeshi ifikapo kati ya karne hii. Taifa namba 4 lenye nguvu duniani ni Ufaransa. Ufaransa ni moja ya mataifa yenye silaha za nyuklia barani Ulaya. Uwezo wake: wana silaha za nyuklia zinazobeba na manowari. Wana ndege za kivita Rafale na wana jeshi la kisasa na lenye mafunzo ya hali ya juu. Wana uwezo wa kujitegemea katika utengenezaji wa silaha. Ufaransa pia ni wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Taifa namba 5 lenye nguvu duniani ni Uingereza, United Kingdom. Uingereza ni taifa jingine lenye silaha za nyuklia na lina uwezo mkubwa la kijeshi licha ya kuwa na jeshi dogo kwa idadi. Nguvu zake: wana manowari ya nyuklia za Trident. Wana ushirikiano wa kijeshi na NATO. Wana teknolojia ya kisasa ya kijeshi. Wana uzoefu mkubwa katika operation za kimataifa. Taifa namba 6 yenye nguvu duniani ni India. India ni moja ya mataifa yanayokuwa kwa kasi katika sekta ya ulinzi. Sifa zake: wana silaha za nyuklia. Wana makombora ya angani yenye masafa marefu. Wana jeshi kubwa sana la ardhini. Wana uwekezaji mkubwa katika teknolojia ya kijeshi. India inalenga kuimarisha usalama wake hasa kutokana na mazingira ya kikanda. Namba 7 ni Pakistan. Pakistan pia ni taifa lenye silaha za nyuklia na lina uwezo mkubwa wa kijeshi. Uwezo wake:
wana silaha za nyuklia, wana makombora ya masafa marefu, wana makombora ya masafa ya kati na marefu zaidi. Wana jeshi la uzoefu wa operation za kupambana na ugaidi. Wana uwiano wa nguvu kati ya India na Pakistani, ni mojawapo ya sababu za uwekezaji wao mkubwa wa kijeshi. Namba 8 ni Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imevutia dunia kutokana na majaribio yake ya nyuklia na makombora ya masafa marefu. Sifa zake: wana silaha za nyuklia, wana makombora ya masafa marefu, na wana mfumo wa kijeshi unaolenga kujilinda dhidi ya mashinikizo ya kimataifa. Licha ya vikwazo vya kimataifa, taifa hili limeendelea kuendeleza teknolojia zake za kijeshi. Taifa namba 9 ni Israeli. Israeli anaaminika kuwa na silaha za nyuklia, ingawa hajathibitisha rasmi nguvu zake. Ana teknolojia ya hali ya juu ya kijeshi. Ana mfumo wa ulinzi wa makombora kama Iron Dome. Ana jeshi dogo lakini lenye mafunzo ya hali ya juu. Israeli ni moja mataifa yenye ubunifu mkubwa katika teknolojia za kijeshi. Namba 10 ni Iran. Irani amewekeza sana katika makombora na teknolojia ya kijeshi, ingawa swala la silaha za nyuklia limekuwa la mjadala kimataifa. Uwezo wao: wana makombora ya masafa ya kati, wana vikosi vya kijeshi vyenye ushawishi kikanda, wana maendeleo katika teknolojia ya drone. Irani ni mojawapo ya mataifa yenye ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati. Ulimwengu wa leo unatawaliwa na dhana za kuheshimika kwa hofu, hasa miongoni mwa mataifa yenye silaha za nyuklia. Silaha hizi zina uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa sana, hivyo uwepo wake mara nyingi hutumika kama njia ya kuzua vita baada ya kuvianzisha. Hata hivyo, ongezeko la teknolojia kama silaha za hypersonic, vita vya mtandaoni na drone za kivita vinaonyesha kuwa swala ya vita vya kisasa inaendelea kubadilika. Ni matumaini ya dunia kuwa nguvu hizi zitatumika kama chachu ya amani na si chanzo cha maangamizi. Hivyo, usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.